Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku matukio mazito yakiripotiwa katika mikoa ya Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini na huko Chopo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu, hizi ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Tutakuwa huko Masisi ambako wapiganaji wa M23 takribani 32 wameweza kukamatwa mateka na wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na wapiganaji wa serikali wa FARDC. Na pia tutakuwa huko Masisi ndani ya kijiji cha Nyabiondo ambako watu 3 wameweza kujeruhiwa vibaya katika shambulio la droni. Na pia tutakuwa huko Minembwe ambako imeripotiwa kuwa ndege ya kigeni imeweza kutua ndani ya mji huo na inasemekana kuwa ni ndege kutoka nchini Rwanda. Na pia tutakuwa huko Kisangani ambako watu wameweza kutokea mapigano makali kati ya vikosi viwili vyenye kumiliki silaha. Na pia tutaendelea huko Masisi ambako mapigano kati ya M23 na Wazalendo inaendelea kwa kasi kubwa sana, na hivyo wakaaji ndani ya mgini wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa. Acha basi tuanze na habari yetu ya kwanza ya huko Masisi ambako wapiganaji takriban 32 wameweza kukamatwa mateka na vikosi vya Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, waliokamatwa mateka wenyewe wakithibitisha kuwa jumla yao ilikuwa ni 32, wakiwa chini ya ulinzi wa Wazalendo. Waliweza kujihesabu wao wenyewe na waliweza kujisalimisha kwa serikali. Ndiyo, wapiganaji hao waliweza kutoa message na ujumbe mkubwa kwa wapiganaji wenzao ambao wakingali ndani ya misitu ili kupigana na jeshi la serikali, wakiweza kuwaambia kuwa ndugu zao waweze kutoka na kuacha kupigana pamoja na serikali, kwa kuwa serikali ni baba yao na wao ni watoto, na mtoto hawezi kupigana na baba yake. Hiyo ilikuwa ni meseji ambayo wapiganaji hao wa M23 waliweza kutoa kisha kukamatwa mateka. Na kwa upande wa viongozi wa Wazalendo walitoa onyo kali kwa wapiganaji waliobaki misituni ili kupambana nao. Ni kusema waasi wa M23 waliweza kusisitiza kuwa watawakamata na kuwadhibiti kijeshi. Hivyo afisa mmoja wa ngazi za juu alihoji sababu za kuendeleza mapigano dhidi ya nchi yao wenyewe, akidai kuwa wanaochochea vita hubaki salama ndani ya manyumba yao, huku vijana wakipoteza maisha yao na hawajui chanzo cha vita hiyo. Wakati huo, baadhi ya vijana waliokamatwa wameeleza kuwa wana nia ya kuachana na ugaidi pamoja na uasi, lakini wamesisitiza kuwa si rahisi kutoroka katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Tukio hilo linajiri katika kipindi ambacho mapigano yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara katika eneo la Masisi, huku juhudi za kurejesha hali ya usalama zikiendelea. Vivyo hivyo, mapigano makali yanaendelea kuripotiwa leo hii tariki 28 Februari katika vijiji vya maeneo kadhaa ya wilaya hiyo ya Masisi huko Kivu Kaskazini. Taarifa kutoka katika eneo la tukio linaweza kusema kuwa mapigano hayo yamewakutanisha waasi wa M23 wanaoshirikiana na AFC dhidi ya muungano wa Wazalendo wanaoungwa mkono na vikosi vya kijeshi vya nchi ya FARDC.
Hadi sasa hali ya usalama inaendelea kuwa tete ndani ya baadhi ya vijiji, huku wakazi wakiripoti kukimbia makazi yao huko Masisi na eneo mbalimbali zenye kuzunguka mji huo. Tuelekee basi kwenye milima mikuu ya Fizi ambako ni Minembwe. Kunaendelea kuripotiwa machafuko makubwa na vita kali sana. Na hivyo leo tumeweza kuripotiwa kuwa ndege ya kigeni ambayo inajulikana kuwa inatokea huko Rwanda imeweza kutua ndani ya mji huo wa mkakati. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo la Minembwe, wameweza kusema kuwa ndege hiyo inadaiwa kuwa ni ya Rwanda na iliripotiwa kuwasili kwa lengo la kutoa msaada wa kijeshi kwa muungano wa waasi wa M23 ambao wamekuwa wakihusishwa na harakati za kijeshi katika ukanda huo wa Minembwe. Vyanzo vya karibu na serikali ya Kinshasa vimeeleza kuwa tukio hilo linachukuliwa kama ukiukaji wa anga ya Kongo na viongozi kuwa linaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Kongo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka ya Rwanda kuhusu madai hayo ya kutua kwa ndege hiyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudie huko Masisi ambako watu 3 wameweza kujeruhiwa vibaya kufuatia mashambulizi ya ndege isiyo na rubani iliyofanywa na jeshi dhidi ya waasi wa M23 Alhamisi tariki 26 Februari. Katika eneo la Nabiondo, wilaya ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali na vya ndani, tuliweza kusikiliza redio ya Actuality CD ambayo ilisema kuwa bomu hilo lililenga nafasi ya waasi iliyoko katika mtaa wa Isiro. Mlipuko huo ulisababisha vipande vya bomu kuruka na kuwagonga wakaazi 3 waliokuwa wanaishi karibu kabisa na eneo lililolengwa. Majeruhi hao wote 3 walikuwa ni wakaaji wa kijiji hicho na walipata majeraha makubwa na kukimbizwa hospitalini haraka ili waweze kupata matibabu ya dharura. Na hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu iwepo kuna hasara yoyote pande ya waasi wa M23 kwa kuwa waliweza kulengwa. Eneo hilo la kambi lililolengwa limefungwa kabisa, hali inayosababisha iwe vigumu kudhibitisha kwa njia huru matokeo kamili ya shambulio hilo. Shambulio hilo linatokea wakati operation ya kijeshi inaendelea katika wilaya ya Masisi ili kuweza kurudisha usalama ndani ya mji huo na pande mbalimbali zenye kuizunguka. Tuhamie basi huko Kisangani ndani ya Chopo ambako boti imeweza kubinuka. Imeweza kuripotiwa kuwa watu fulani walipoteza maisha. Hiyo ilikuwa ni tariki 26 Februari. Asubuhi ya Jumamosi, wakati wa uchunguzi, kamishna wa usafiri wa majini alitangaza kuwa idadi ya muda ya manusuru ya 26 na watu 4 wanaoendelea kutafutwa baada ya kutoweka. Kwa mujibu wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri katika mto Kongo, chanzo cha ajali hiyo kilitajwa kuwa ni injini kusimama ghafla, hali mbaya ya chombo hicho pamoja na ukosefu wa wafanyakazi wenye utaalamu ya urambazaji. Katika eneo la kuondokea la Isange Makutano na eneo la kutia nanga la Bichi Mkongo, kamishna huyo alibaini kutokuwepo kwa maafisa wa kamisheni ya usafiri wa majini. Alieleza kuwa meya wa
Manispaa ya Kisangani amekuwa akikataa kuwepo kwa maafisa hao katika maeneo hayo, huku akibainisha kuwa ni maafisa wa mazingira DGM na ANR peke yao ndio wanaopatikana mara kwa mara. Jean-Pierre Boteke, kamishna wa usafiri wa majini mkoani Chopo, ametoa wito kwa mamlaka za kisiasa na kuruhusu kupelekwa kwa maafisa wa kamisheni hiyo ili kuhakikisha usalama na uendeshaji bora wa vyombo vya majini katika mto Kongo. Mpenzi mtazamaji, hizo zilikuwa ni habari zetu za siku ya leo, na hii ni Kwetu News 24 ambayo inakusogezea habari hizi. Hivyo usisahau kushare, kucomment pamoja na kusubscribe ili kuweza kutupa nguvu za kuendelea kukujuza. Karibu.